Jina langu ni Dr. Elisaria Palanjo, na katika mfululizo wetu wa uchambuzi wa kitabu cha Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto, leo nitamzungumzia mnyama mmoja ambaye yuko katika mfululizo wa kitabu hiki ambaye anaitwa punda. Sasa umeona hiyo klipu hapo pembeni kwamba kuna huyu mama mmoja ambaye ni mnene, amepanda punda na wanajaribu kupita kwenye daraja la mbao. Sasa ndoto ambayo nimeulizwa ni hii kwamba ni nini maana ya kuota kwamba umepanda punda na unapita kwenye daraja la mbao, na wakati unapopita ile daraja likavunjika. Sasa nitaanza kwa ajili ya kutafsiri mambo kama matatu. Jambo la kwanza ambalo nitaanza ni nini maana ya punda katika ulimwengu wa roho, lakini ni nini maana ya daraja la mbao, lakini ni nini maana ya kiroho ile kuvunjika, maana yake ni nini? Kimsingi punda huwa anawakilisha safari ya maisha. Unapomuona punda katika ulimwengu wa ndoto, anawakilisha safari ya maisha. Unaweza kuona moja ya mnyama ambayo Yesu Kristo alimpanda wakati akiwa kwenye misheni zake, kumalizia safari zake kwenye zile wiki za mwisho katika kuingia Yerusalemu, alikuwa ni punda. Sasa maana ya kwanza ya punda katika ulimwengu wa roho, maana yake ni safari ya kimaisha, lakini maana ya pili ni unyenyekevu. Namba tatu ni kazi nzito. Punda, unapomuona punda, maana yake unaona ishara ya kazi nzito. Lakini namba nne, punda anabeba maana ya uvumilivu au kubeba mizigo, kuvumilia au kubeba mizigo. Sasa daraja la mbao, maana yake katika ulimwengu wa kiroho, daraja maana yake ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuvusha mtu kimaisha. Lakini sasa unapoona daraja la mbao limevunjika, daraja la mbao maana yake ni nini? Daraja la mbao maana yake ni udhaifu, inatumia miti, hiyo tunasema ni udhaifu. Unapopita mahali pale na punda anajaribu kupita, lakini daraja likavunjika, maana yake inaonyesha kwamba hii njia yako ya mafanikio, yaani kwenye hatua ambayo unataka kupita, itakuwa na kiunganishi ambacho ina udhaifu. Ni kama vile unaingia biashara na mtu fulani, na katika huyu mtu ambao unaingia naye hataweza kukubeba kwenye hiyo biashara. Kwa hiyo unaweza kulala ukaota unabeba tahadhari kuhusu habari ya mipango yako. Kama una mipango yoyote ya kimaisha kuhusu safari yako ya kimaisha, basi fahamu ya kwamba hizo njia ambazo unazitumia hazitafanikiwa. Kwa hiyo tafuta Mungu ili aweze kukupa njia nyingine. Kwa hiyo hii inaonyesha pia hali ya hofu, kukatishwa tamaa. Unapoona daraja limevunjika, maana yake unapewa onyo na kumtegemea yeye pekee. Asante.